tunaendelea kuiangazia ofisi ya kikuhani, na jana tulitazama katika sehemu ya kwanza ya Yesu Kristo kuhani katika ulimwengu huu. Leo tutaiangazia katika sehemu nyingine ya pili ambayo ni ya ukuhani wa Kristo akiwa mbinguni. Jana tuliona namna ambavyo anatupendelea akituita, akituambia, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Sisi si watu wa kawaida. Wewe si wa kawaida. Wewe ni uzao wa kifalme. Mchana wa leo, habari ya ukuhani wa Kristo mbinguni. Huduma yake ilianzia duniani, haikuanzia mbinguni. Na huduma iliyoanzia duniani, huduma ataikamilishia mbinguni. Harakati za kumkomboa mwanadamu ambazo alizifanya duniani na matusi aliyoyapata, kudharauliwa kwake duniani kama mtumishi wa Mungu anayeteseka, kulimpa huyu Yesu Kristo sifa ya kuwa kuhani mkuu, wale wetu mkuu, tena ambaye amekaa mbinguni. Ilianzia duniani, mateso atayapata, lakini kadiri alivyokuwa anateseka ilikuwa inatengeneza CV yake kumfanya kuwa kuhani mkuu. Sawa, ni kweli alidharauliwa, lakini kitendo cha kudharauliwa kilimpa nafasi ya kuwa kuhani mkuu. Sawa, ni kweli alitemewa mate, lakini kitendo cha kutemewa mate kilimpa nafasi ya kuwa kuhani mkuu. Sawa, ni kweli walio wake walimkataa, ni kweli walimkataa, lakini kitendo cha kukataliwa kilimwandaa yeye kuwa kuhani mkuu, na si katika sayari hii dunia tu. Yeye ni kuhani mkuu aliyeketi katika kiti cha enzi cha Baba mbinguni. Amen. Hili ni tangazo linalokutangazia wewe na mimi ya kwamba baada ya taabu na dhiki tunazozipata duniani, tutakwenda kukaa katika kiti cha kifalme mbinguni. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 na aya ya 17, naomba niwapeleke pale. Waebrania sura ya 2 aya ya 17 na 18, unaweza ukasoma mwinjilisti, na tutatumia dakika hizi chache kidogo ili walau ikifika na nusu watu wa Mungu wakapate kupumzika. Biblia inasemaje? Kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 17 na 18, mstari wa 17, Biblia inasema, ndio hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, sawa, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema. Haleluya, endelea. Mwaminifu katika mambo ya Mungu, sawa, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake, sawa. 18, na kwa kuwa mwenyewe aliteswa, alipojaribiwa aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna jaribu unaloweza kupitishwa kwalo ambalo Kristo hawezi kukusaidia. Hakuna, wewe niseme hili pasta, hakuna mtaa unaoweza kupelekwa ambao Kristo hawezi kukupitisha salama. Hakuna taasisi unayoweza ukaingizwa pale ambayo Kristo hawezi kukusaidia. Sikia, hakuna muunganiko wa ndoa ambao umefanyika ambao Kristo hawezi kukusaidia. Hakuna familia ambayo inapitia moto ambao Kristo hawezi kusaidia. Sikia hili,
hakuna maumivu ambayo unayapitia ambayo Kristo hawezi kukusaidia kubeba maumivu hayo. Kama kuna maumivu makali, machungu, ni maumivu ya saratani. Daktari mmoja ananiambia ya kwamba maumivu yake ni kana kwamba umeshika kaa la moto kwenye mkono wako. Kwa hiyo hayo maumivu unayoyapata kwa namna ulivyoshika hilo kaa la moto, hayo ndiyo maumivu ya saratani. Sikiliza nikwambie, katika maumivu hayo Kristo anaweza kukusaidia. Ameshinda kwa ajili hayo. Nasikiliza hili. Ndio maana nikakwambia, baada ya ufufuo wa Kristo, Kristo alitukuzwa, na sasa yeye ni kuhani, tena kuhani mkuu. Baada ya kifo chake Kalvari alitukuzwa, na leo ni kuhani, tena kuhani mkuu. Sasa hebu sikiliza hili. Wale wote waliomtaabisha, wale wote walioona ya kwamba huyu ni mtu wa bla bla, hivi wanajisikiaje kuona sasa ni kuhani mkuu? Sikia, shetani aliweka mkakati wa kuafifisha kazi yake, wa kuzuia harakati za ukombozi, na akijua ya kwamba Kalvari imefikisha mwisho, anashangaa kamanda amefufuka. Kamanda amefufuka, haendelei kubaki, anapaa. Kamanda anapaa, nasikia anatangaza yeye ni kuhani mkuu, tena ameketi katika kiti cha enzi cha Baba. Amen. Unajua, sikia nikwambie kitu. Kuna mtu anakukatisha tamaa. Usikate tamaa. Amen. Tunaye mwombezi. Haleluya. Amen. Kuna mtu ambaye yeye kazi yake ni kuonyesha kushindwa. Yaani yeye ni wa kushindwa tu, na anachukua data za kushindwa. Unasoma hesabu, tena hiyo uliza. Unasoma physics, tena. Yaani kazi yake yeye ni kukatisha tamaa na kutia moyo wanafunzi, usikatishwe tamaa. Yuko ambaye anaweza kukufanya ushinde. Sasa ngoja nikupike hivi. Binti yangu watatu kuzaliwa, alisoma hizi shule kwa kipindi basta sijui kufika vipi, lakini lugha inayotumika darasani yenyewe ni lugha ya Kiungu. Yaani mwalimu anafundisha kwa Kiswahili lakini watoto wanajibu kwa Kiungu. Sasa hata hilo kabila leo msisitizo wanafahamu Kiungu, ni jamii ya wazikua wako hapo. Sasa hata binti tukakahamisha karibu maliza darasa la 7. Ndio sasa la 7 umemaliza, sasa tulikupeleka Suji, utaweza kuhimili vishindo. Nasema moja nikajaribu. Maana lugha inayotumika yenyewe togola, mbulizeni. Haya naonga kindeti. Na hiyo ndio darasani. Sasa karibu na Suji, kanapata simu ya hesabu. Hasema baba, hata Yesu amenikumbuka. Haleluya. Kwa hiyo anamaliza form 4, ana hesabu iliyo nzuri sana. Sasa kuna watu wakukatisha tamaa. Wewe umesoma serikali hizi shule za kale, hutaweza kufanya vizuri kwenye hesabu. Nadhani kutangazie yuko Yesu anayeweza kufanya vizuri. Amen. Kuna mtu amekatishwa tamaa na anayumba. Ameweka physics pembeni, ameweka chemistry pembeni, ameweka hesabu pembeni, na hivyo hata divisheni 1 ameipiga pembeni. Maana haya masomo hayafai. Na anasema yuko Yesu. Yeye ameshinda ili wewe upate kushinda. Amen. Na ukimwendea kwake kuna ushindi.
Usikubali kuishi na mtu wa kukatisha tamaa. Yeye amechoka na anataka na wewe akuchoshe. Na hapa habari njema, yuko Mwokozi. Amen. Sikia hili. Nisome mafungu machache. Usisome mengi sana. Huyu Kristo leo ni mwombezi wetu. Tena anatia moyo watu wake. Ngoja tusikilize ile fungu katika Waebrania 7 fungu la 25. Waebrania 7:25. Sura ya 7 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, ndio. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Anaweza kuwaokoa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Yu hai siku zote ili awaombee. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nisikie. Achana na habari ya kuomba katika pendo. Habari ya kuomba katika pendo. Katika pendo lako, amina. Katika pendo la Yesu, amina. Biblia haijafundisha tuombe katika pendo. Wanaomjia Baba kwa kupitia Kristo wanafanikiwa. Sio katika pendo. Yeye anashughulika na wale wanaomwendea Baba kupitia Yesu Kristo. Ndio maana katika Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, ndio. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Yesu Kristo mwenye haki. Yesu Kristo mwenye haki. Mstari wa 2. Komea hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nawaandikia msitende dhambi. Lakini kama basi imefika mahali ukatenda, tunaye mwombezi. Amen. Si mwingine, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yupo kwa ajili yako. Anatuombea. Mtume Paulo anasemaje katika kitabu cha Warumi 8 aya ya 34? Warumi 8 na mstari wa 34 anasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Sikiliza, hayuko kaburini tena, yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Yeye anatuombea. Amen. Sikiliza rafiki zangu, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo. Amen. Hatuombewi na aliyeko kaburini. Hatuombewi na Bikira Maria. Mwombezi wetu ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Yeye ndiye ambaye kila wakati anasogea kwa Baba, akishughulika na tabia yako na tabia yao. Haujanielewa vizuri. Wakati ulipoingia katika eneo la dhambi, yeye uso wake ukiwa unaona, yeye yuko pembeni kwa Baba yake akilia, Baba, damu yangu ilimwagika kwa ajili ya hii dhambi. Baba, damu yangu ilimwagika. Malaika wa Mungu wanasimama pembeni, wanasubiri unamaliza, wanaendelea kukubeba kifuani. Baba analia mbinguni, anasema damu yangu ilimwagika kwa ajili ya hii. Na unashangaa dhambi kupirukia, lakini yuko salama salimini. Si kwa sababu gani aliketi mkono wa kuume wa Baba. Ana kazi ya kuniombea, ana kazi ya kuombea. Na ndio maana kwenye sura ya 16 ya kitabu cha Yohana na fungu la 23, Yohana 16:23. Yohana sura ya 16 na mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, ndio.
Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin. Amin, amin. Nawaambia. Mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Bwana asifiwe. Amen. Mkimwomba Baba neno lolote atawapa. Si kwa jina lingine, si kwa jina la Bikira Maria, si kwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa jina la mtakatifu fulani, bali kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba anatupatia. Amen. Mchana wa leo nyuso zetu nazitazame Kristo. Amen. Kuna ushindi kwa wanaomtazama Kristo. Amen. Na sisi mchana wa leo kwa ajili ya Yesu Kristo, Mungu anamsamehe mwenye dhambi anayetubu. Kila mwenye dhambi ambaye anatubu kwa ajili ya Yesu Kristo anapokea msamaha wa dhambi. Na kwa ajili ya Yesu Kristo Mungu anampatia huyu mwanadamu tabia ya haki na utii ambao hautokani na yeye mwenyewe, lakini utii unaotokana na Kristo. Amen. Mchana wa leo ninatamani tuombe pamoja. Nasikia hivi, kwa ajili ya Yesu Kristo Mungu anaandika jina lako katika kitabu cha uzima. Amen. Haleluya. Na analiandika kama mmoja, si mtumwa. Analiandika kama mmoja wa watoto wake. Anakupatia haki ambayo inamstahili Kristo, ndiyo unayoipata. Amen. Ninatamani tuombe pamoja sana leo. Na nataka tuombe na mtu ambaye amefikia hatua ngumu. Yaani ngumu, muujiza usipotendeka, kwa kweli hali aliyofikia ni ngumu. Inaweza ikamfanya akaacha kazi. Hali aliyofikia inaweza ikamfanya akashindwa kuendelea na masomo. Hali aliyofikia inaweza ikamfanya hata akashindwa kuendelea na maisha na familia yake. Huyo mtu akiwepo, anaweza akasogea hapa mbele, ndiye tutakayeomba naye. Mtu wa namna hii, tembea uje tunapokwenda kuomba leo. Ndio wakati mwingine watu wanataka waimbiwe nyimbo. Hii haina wimbo mzee. Hii usiipigie kinanda, iache itulie, iende kwa mhusika mwenyewe. Hii sio ya kupigia wimbo. Hii ni ya mtu anayefanya agano na Mungu mwenyewe. Anajua maumivu anayoyapitia. Yaani si wa kushawishiwa na mwingine. Mbona mnakuja wengi? Sogea uje hapa mbele. Sogea uje. Na ufahamu unatazama huku nilipo. Sogea uje. Nyosha mstari wako, tuzungukeni kibweta hiki. Zungukeni kibweta hiki kama kilivyo. Kizungukeni mkiwa mmenitazama. Chini ya sakafu tu, wala si pale kwenye ngazi. Chini ya sakafu. Oh. Okay. Nafasi bado ni nyingi upande huu. Yaani nafasi bado upande huu kuna nafasi ya kutosha. Wanafunzi ambao wanasogea pale kuna nafasi ya kutosha. Upande huu kuna nafasi ya kutosha. Naweza kusogea, lakini upande huu kuna nafasi ya kutosha. Kuna nafasi ya kutosha. Mchana wa leo tambueni ya kwamba Yesu Kristo hayuko kaburini. Amekaa mkono wa kuume wa Baba mbinguni. Ana kazi ya kuniombea, ya kukuombea. Maumivu unayoyapata yeye aliyapata, na yuko tayari kuyabeba
alafu wewe sijui maumivu ulio nayo, inawezekana ni ya mwanao, inawezekana kabisa ni ya mzazi wako, inawezekana kabisa ni ya mume wako, inawezekana ni ya mke wako, inawezekana ni ya ofisi yako, mahali unapofanya kazi, unapitia moto unaokuumiza. Hayo maumivu Kristo yuko tayari kuyabeba, yuko tayari kufanya uwe na furaha, yuko tayari kufanya utoke kwenye hili kambi ukishangilia ya kwamba nimekutana na Bwana. Na asikia wito ni sauti nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonizafitaka ni utimilifu. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Tumia dakika moja, mweleze Yesu ile haja iliyofanya katoka kwenye kiti ukaja mbele zake, kisema ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafi taka ni utimilifu. Sisi ni wanyonge, mioyo yetu tumeileta mbele zako, tumepitia maumivu mazito, yametufanya mpaka tumeugua presha, yametufanya mpaka wengine wana sukari, maumivu ya watoto, maumivu ya familia, mahusiano ya baba na mama. Mchana wa leo tunakuja mbele zako na maumivu tuliyo nayo. Wewe uliyekufa kwa ajili yetu, wewe ambaye hakuna maumivu yanayokushinda kuyabeba, ninakuomba mchana wa leo, beba maumivu yetu, beba maumivu ya huyu mama, beba maumivu ya huyu baba. Yesu nakusihi, beba maumivu anayoyapitia huyu baba mchana wa leo. Ugonjwa huu umemsumbua sana, umemtesa mno, umemfanya hata fedha nyingi imeisha. Naomba mchana wa leo, beba maumivu yake. Ni kweli alikutenda dhambi, lakini ameungama na kusihi Kristo, rehema yako ionekane mchana wa leo. Yesu, ninakuita kwa ajili ya huyu mwanafunzi, amekatishwa tamaa kwa ajili ya masomo, ametishiwa na kuambiwa ya kwamba yeye hawezi. Wewe Yesu ni mwenye uwezo wote. Naomba mchana wa leo, onekana kwa huyu mwanafunzi, mjaze nguvu upya, mpatie uwezo upya, mfanye awe imara upya, anapotoka kwenye mikutano ya makambi na kwenda darasani, uelewa wake
ukawe wa juu, maana Kristo uko ndani yake. Sasa Baba, kuna mtu ambaye ameshindwa. Huyu ni mwanafunzi, wazazi wake hawana uwezo kabisa, na hata sasa anaumia moyoni, atamalizaje? Yesu, wewe una majibu. Hukumleta mwanafunzi huyu hapa ili aharibike, hukumleta hapa ili akwame njiani, hukumleta hapa ili adhalilike, umemleta hapa ili ujifunue. Naomba ajifunue kwa huyu mwanafunzi mchana wa leo, ala ikalipike, na mwanafunzi huyu akawe mshindi, na Kristo ukapate kuinuliwa. Sasa Baba, wapatie hawa watu pumziko la amani mchana wa leo. Mizigo yote ishie katika mimbari hii, maumivu yote yaishie hapa, maana Kristo uko katikati ya watu wako. Asante Yesu, maana umetenda. Asante maana umeonekana katika mkutano ile niliyoshindwa kuitaja, kwa sababu unajua kusoma mioyo na kusihi sana. Kristo, kagua mioyo ya watu wako, mtimizie kila mmoja sawasawa na haja ya moyo wake, arudi akiwa na furaha na shangwe, maana Kristo umetamalaki. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kukupa amani, tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.